Habari za wakati huu, mtazamaji wa Inland TV popote pale ulipo, bila shaka umekuwa na siku njema, na kwa hivi sasa karibu katika taarifa yetu ya habari. Tuangazie mkusanyiko wa taarifa mbalimbali ambazo tumekuandalia kwa siku ya leo. Jina langu ni Samuel Chem, karibu. Mbunge wa jimbo la Ilemela Mheshimiwa Kafiti William Kafiti leo Juni 22 amechangia mjadala wa bajeti kuu ya serikali kwa mwaka wa fedha 2026-2027 katika kikao cha 54 cha mkutano wa tatu wa bunge la 13 kinachoendelea katika ukumbi wa bunge mjini Dodoma. Katika mchango wake, Mheshimiwa Kafiti amesisitiza umuhimu wa serikali kuendelea kuimarisha huduma za kijamii, kuboresha miundombinu ya barabara, maji na afya, pamoja na kuweka mazingira rafiki ya uwekezaji yatakayochochea ukuaji wa uchumi na kuongeza fursa za ajira kwa vijana. Nilikuwa napendekeza tuanzishe National Investment Fund kwa ajili ya kusapoti wawekezaji wa ndani na wawekezaji wa nje. Kumekuwa na utaratibu, wawekezaji wetu wa ndani wamekuwa wakifanya juhudi kupata mitaji, lakini hilo limekuwa halifanyiki. Sasa niombe serikali kupitia vyanzo vyetu au rasilimali zetu, kwa maana ya madini, kwa maana ya gesi, tutumie rasilimali hizi kutenga pesa hizi kwa ajili ya kuja kusapoti mfuko huu. Kwa mfano, ndugu yangu hapa Senator aliweza kuongelea issue ya unclaimed financial asset. Tuchukue zile pesa tuzilete kwenye hii Financial Investment Authority ili ziweze kusaidia wawekezaji wetu wa ndani, na kama ikiipendeza serikali inaweza ikatenga 10% ya mapato yake ili kuweza kusaidia huu mfuko. Taifa litatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Aidha, mbunge huyo alieleza haja ya kuendelea kutenga fedha za kutosha kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika halmashauri mbalimbali nchini, akibainisha kuwa maendeleo endelevu yanahitaji ushirikiano wa karibu kati ya serikali kuu, viongozi wa wananchi na wananchi wenyewe. Mheshimiwa Kafiti pia alipongeza serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Samia Suluhu Hassan kwa hatua mbalimbali za maendeleo zilizotekelezwa nchini, huku akihimiza kuendelea kwa kasi ya utekelezaji wa miradi yenye manufaa ya moja kwa moja kwa wananchi. Crisis nyingi zimetokea hapa za kiuchumi, upandaji wa mafuta. Kuliko kwenda kumwongezea mwananchi tozo, tutatumia mfuko huu kuweza kupunguza ukali wa maisha. Tutatumia mfuko huu kuweza kujenga miundombinu na mambo mengine. Kwa hiyo waheshimiwa wabunge, ni wakati sasa kwa mfano nchi za Afrika kama Libya, ukienda Rwanda, tayari wana mifuko hii ambayo inaisaidia kwa kiwango kikubwa serikali. Kamati ya kudumu ya bunge ya tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI imefanya ukaguzi wa miradi mbalimbali jijini Mwanza na kuridhishwa namna miradi hiyo inavyotekelezwa. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya ukaguzi wa miradi hiyo, mwenyekiti wa kamati hiyo Florit Kiombo amesema, mbele yenu ni kamati ya kudumu ya bunge ya tawala za mikoa na serikali za mitaa, yani TAMISEMI. Leo ratiba yetu tumekuja kukagua miradi mbalimbali ndani ya jiji la Mwanza, na kama ambavyo tumekuwa wote tangu asubuhi, umeona tumekagua miradi jumla mitatu. Tumeanza na mradi wa kwanza, mradi wa vizimba, ambapo tumeona wanufaika wa vizimba hivyo vikundi 25, vikiwepo vikundi 9 vya wanawake, lakini na vikundi 16 vya vijana. Lakini tumeona mradi huu ambao ni mradi mzuri kwa ajili ya kuongeza kipato kwa vijana wetu na kina mama, ambao umegharimu takriban shilingi bilioni 2.6, na ni mradi wa kielelezo ambao ni mzuri, na tumeona usimamizi lakini pia na jiji la Mwanza ambavyo wako karibu na vijana hao, kuendelea kuwapa elimu, kuendelea kuwasimamia na kuhakikisha kwamba mahitaji yote katika ufugaji wa samaki au vizimba unapatikana. Na tumeona ushuhuda kwamba vizimba hivyo vinafanya kazi nzuri, vijana wanavuna, wanapata faida, na sasa hivi wameshuhudia kwamba mtu akija na ajira wanaweza asiende kwenye ajira ili waendelee na kazi yao ya vizimba ambayo imewapa manufaa makubwa sana. Kwa hiyo tunaipongeza serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan, tunapongeza uongozi wa mkoa, wilaya ya Nyamagana, lakini pia na jiji letu la Mwanza kwa kazi nzuri katika eneo hili.
Aidha, mwenyekiti huyo ameeleza namna wananchi wa Mahandu ambao watakwenda kunufaika na huduma bora zitakazotolewa na kituo cha afya ambacho kimepandishwa hadhi baada ya hapo awali kuwa zahanati, ambapo tunaona hapa ilikuwa zahanati, sasa inakuwa upgraded, inaongezwa thamani kuwa kituo cha afya. Tunaelewa huduma za zahanati na kituo cha afya ni huduma mbili tofauti. Kwa hiyo maana wananchi wa eneo hili kata zote zitakazonufaika na kituo hiki wanaenda kupata huduma bora zaidi za level ya kituo cha afya. Kwa hiyo sisi tunaendelea kupongeza, lakini tunaona ni kazi pia ya mapato ya ndani ya jiji ambao wameendelea kutoa fedha kila wakati kutimiza majengo matano yote yanayojengwa hapa. Tunaamini kituo hiki kikamilika kitakuwa ni nguzo, lakini kitakuwa ni mkombozi mkubwa kwa wananchi wote wanaotoka katika maeneo haya. Kwa hiyo sisi cha msingi ni kuendelea kupongeza kwa kweli usimamizi madhubuti wa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa pamoja na Sekretarieti ya mkoa, uongozi wa mkuu wa wilaya, lakini kamati ya ulinzi na usalama, uongozi wa halmashauri kupitia baraza la madiwani, lakini pia na mkurugenzi pamoja na wataalamu wake, lakini huku wizara ikioversee kuangalia yote yanayotekelezwa huku chini. Kwa hiyo naamini kituo hiki kikamilika, kwa kweli wananchi wa eneo hili itakuwa ni faraja. Sasa sambamba na kituo hiki, kama mlivyoona, Mheshimiwa mbunge wa eneo hili Mheshimiwa John Nziranyingi ameomba pia wakati kituo kinakamilika, basi miundombinu ya barabara ambayo inakuja katika eneo hili na yenyewe ufanyie utaratibu kuingizwa kwenye bajeti kuhakikisha kwamba na barabara sasa inajengwa kuja kwenye kituo kizuri, lakini kinapotokea mgonjwa anapata rufaa kwenda, basi gari inayopeleka mgonjwa isipite katika barabara ambayo ina changamoto kubwa. Na hiyo tunaona Mheshimiwa Naibu Waziri, Naibu Katibu Mkuu wamepokea maombi ya Mheshimiwa mbunge kuhakikisha kwamba anawasemea wananchi wake, na naamini haya yote kwa awamu yatatekelezwa kuhakikisha kwamba kituo hiki kinakuwa katika mazingira mazuri ya kutoa huduma ya afya kwa wananchi wa eneo hili. Kwa hiyo machache, kwa niaba ya kamati tunasema miradi yote ni mizuri, lakini tunaona utayari na wepesi wa kutenga bajeti za mapato ya ndani kufadhili baadhi ya miradi ambayo kwa kweli ni chachu na inainua uchumi kwa wananchi wetu. Kwa hiyo na niendelee kushukuru pia wananchi wote kwa kuendelea kuwa wavumilivu katika kipindi chote ambacho miradi hii inatekelezwa. Tumeona kule barabara ilikuwa ni changamoto, lakini leo wananchi wamesahau zile shida ambazo zilikuwa zinawapata, na hapa tunaona kituo cha afya kinaendelea kujengwa. Naamini kikamilika, wananchi kwa kweli watakuwa na mambo mazuri na ushuhuda mzuri wa kushuhudia kazi nzuri ya serikali ya Daktari Samia ya kuacha tabasamu kwao, lakini pia na kupata huduma ambazo ni sahihi. Kwa hiyo waandishi wa habari, tuwashukuru sisi kama kamati kwa kuendelea kushiriki nasi. Tunaomba basi muendelee kuelimisha jamii na kuhabarisha jamii kazi zinazofanyika za serikali ya Daktari Samia, lakini na sisi kama bunge tunakuwa nafasi ya kushauri na kuona yale mapungufu yaliyopo yakisahihishwa, miradi yetu inakuwa mizuri sana na inaweza kukidhi mahitaji ya wananchi. Asanteni sana. Kwa upande wake, mbunge wa jimbo la Nyamagana Mheshimiwa Francis Nziranyingi ameeleza baadhi ya miradi ambayo kamati hiyo imetembelea na kuridhishwa nayo, huku akiahidi kutekeleza ushauri na maelekezo ya kamati iliyoyatoa. Askofu mkuu wa kanisa la AICT Musa Masanja Mangwesela amewaasa madaktari na wauguzi wa hospitali ya Kulandoto kuendelea kuwa waaminifu na waadilifu katika kutoa huduma za afya kwa wagonjwa ili kuleta mabadiliko chanya kwa jamii. Askofu Mangwesela ametoa wito huo wakati akiweka wakfu vifaa tiba yenye thamani ya shilingi milioni 279 na laki ambavyo vimetolewa na shirika la Kikristo linaloongozwa na Mwalimu Christopher Mwakasege kwa ajili ya kuboresha huduma za matibabu katika hospitali hiyo. Tunawahimizeni ya kwamba Mungu awatumieni sana sana. Amewaweka katika nafasi hizi kwa wakati huu, mkiendelea kuwa waaminifu na waadilifu katika kazi ambazo mmepewa kuzifanya na kuzisimamia. Tunaamini mtaendelea kupokea misaada mingi, lakini tunaamini mtaendelea kuleta mabadiliko sio tu katika huduma za afya, lakini pia vile vile hata katika uhai na ustawi mzima wa kanisa na jamii yetu ya Watanzania. Kwa hiyo tunawaombeeni ninyi mnaofanya kazi, tunawaombeeni ninyi mnaosoma, tunawaombeeni ninyi ambao mmewekwa mahali hapa kuongoza na kusimamia kila kitu,
Endeleeni kufanya hivyo, na tunaamini Mungu wetu ataendelea kuwaongoza na kuwawezesha katika haya yote, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Naye makamu mkuu wa askofu wa kanisa la AICT Zakayo Bogota amesisitiza umuhimu wa watumishi wa afya kutekeleza majukumu yao kwa weledi, uaminifu na hofu ya Mungu ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma stahiki. Taasisi kituo chetu hiki cha hospitali yetu hii na chuo cha sayansi za afya ni kilio kikubwa sana cha hii serikali za hapa Shinyanga, kwa sababu zinatamani sana ikiwezekana chuo cha sayansi za afya itakuwa chuo kikuu cha kwanza hapa mkoani. Kwa hiyo ndicho ni kilio na tunaendelea kukiombea. Tukikutana na viongozi wa serikali kwenye hotuba zao, na bila shaka kupandishwa hadhi kwa hospitali hii kutatupa nafasi kubwa zaidi, hata tukipandisha hadhi ya chuo cha sayansi za afya kwa chuo kikuu. Kwa Mungu wa mbinguni atubariki sana. Kwa upande wake, katibu mkuu wa kanisa la AICT Mchungaji Joseph Lesi Mtebe amewataka madaktari na wauguzi kuendelea kutumikia Mungu kupitia kazi zao kwa kuzingatia uadilifu na uaminifu mkubwa, huku akiahidi kuwa vifaa hivyo vitatumika ipasavyo ili kufikia malengo yaliyokusudiwa. Haitapungukiwa msaada wa Mungu. Na msaada wa Mungu unakuja kwa njia mbalimbali. Mungu huleta msaada kupitia njia mbalimbali kama hivi tunavyoona sasa. Kwa hiyo niendelee kuwatia moyo. Tuendelee kumtumikia Mungu kwa uaminifu na uadilifu mkubwa, na nikushukuru mganga mkuu kwa jinsi ambavyo umetupatia maelezo kuhusu baraka hii ambayo Mungu ameileta hapa kwa ajili ya watu wake wanaofika kupata huduma hapa, na sisi tuahidi kuendelea kuitumia kwa uaminifu na uadilifu mkubwa. Akizungumza kwa niaba ya hospitali ya Kolandoto, mganga mkuu wa hospitali hiyo Dr. Joseph Sahani amesema vifaa hivyo vitasaidia kuimarisha huduma kwa wagonjwa mahututi pamoja na kuboresha huduma kwa watoto njiti. Vifaa ambavyo vitatusaidia sana katika maeneo matatu. La kwanza ni katika uhudumiaji wa wagonjwa mahututi. Vifaa hivi vitakuwa ni vya msaada mkubwa sana. Lakini pia vitatusaidia sana katika zoezi zima la uhudumiaji, lakini pia ukuzaji wa watoto wanaozaliwa njiti katika hospitali yetu ya Kolandoto. Na pia vinaendana na maono yetu tulio nayo kama taasisi ya Kolandoto hospitali. Tumedhamiria ndani ya miaka 5 inayokuja tuwe katika level ya hospitali ya rufaa ngazi ya mkoa, na kwa hivyo upatikanaji wa vifaa hivi kwetu sisi utakuwa wa msaada mkubwa tunaponuia au tunapoendelea kupambana kuifikia hiyo ndoto. Nikiripoti kutoka Shinyanga, mimi ni Sai Matias. Naam, kwa hivi sasa tuelekee kule nchini Burundi ambapo sehemu kubwa ya soko la mbao na miti la Jabe katika jiji la Bujumbura imeteketea kufuatia moto mkubwa uliozuka usiku wa kuamkia Jumapili na kusababisha hasara kubwa kwa wafanyabiashara na mafundi seremala wanaofanya shughuli zao katika eneo hilo. Kwa mujibu wa mashuhuda, moto huo ulisambaa kwa kasi na kuharibu bidhaa nyingi za mbao pamoja na vifaa vya kazi kabla ya juhudi za kuudhibiti kuanza. Wafanyabiashara walioathiriwa wamesema wamepata hasara kubwa, huku baadhi wakieleza kuwa wamepoteza vitega uchumi vyao vyote vilivyokuwa ndani ya soko hilo. Thamani ya mali zilizoharibiwa bado haijajulikana, lakini makadirio ya awali yanaonyesha kuwa hasara hiyo ni ya kiwango kikubwa. Kutoka jijini Bujumbura nchini Burundi, mwanahabari wetu Bukuru Elias ana taarifa zaidi. Huzuni kubwa ndivyo ambavyo vimetawala miongoni mwa wafanyabiashara ambao wanafanyia kazi karibu na soko la Jabe, ambapo ni baada ya upande ambao wafanyabiashara wamekuwa wakifanyia shughuli mbalimbali za uuzaji wa mbao pamoja na vitu vingine
ikiwemo kabati, milango pamoja na meza kuweza kuungua na kuteketeza vitu mbalimbali ikiwemo biashara na kuweza kupata hasara kubwa ya mamilioni ya fedha kwa wafanyabiashara ambao wamekuwa wakifanyia kazi karibu na soko kuu la Jabe lililopo mjini Bujumbura nchini Burundi, katika jiji la Bujumbura, jiji la biashara. Lakini pia itakumbukwa kwamba hii si mara ya kwanza matukio kama ya kutokea, ambapo itakumbukwa kwamba katika siku zilizopita soko la Rugombo lililopo maeneo ya Chibitoki liliweza kuungua na kuteketea kwa moto. Lakini pia hata soko la Kinama lililopo mjini Bujumbura pia liliweza pia kuungua kutokana na moto ambao hadi kufikia sasa bado chanzo hakijajulikana. Ndani ya takribani miezi miwili au mitatu ni kwamba matukio kama haya yametokea katika sehemu tatu: moja maeneo ya Jabe mjini Bujumbura, lakini pia Kinama mjini Bujumbura, Chibitoki mjini Bujumbura, hali ambayo bado inaendelea kutia wasiwasi kuhusiana na usalama kwa upande wa wafanyabiashara ambao wamekuwa wakifanyia kazi katika soko mbalimbali. Lakini pia itakumbukwa kwamba kila mwaka matukio kama haya yamekuwa yakitokea nchini Burundi, hali ambayo wakati mwingine pia inaleta hasara kubwa kwa upande wa wafanyabiashara, lakini pia si kwa upande tu wa wafanyabiashara, lakini pia hata serikali kwa ujumla imekuwa ikitenga fedha nyingi kwa ajili ya ujenzi wa soko mbalimbali, lakini wakati mwingine pia masoko kama haya yamekuwa hayadumu na ndipo na wakati na kusababisha majanga kama haya kutokea hapa nchini Burundi. Je, ni kipi ambacho kufanyike? Hicho ndio kitu ambacho hadi kufikia sasa bado wanafanya biashara wanajiuliza hapa nchini Burundi, kitu ambacho serikali inatakiwa kufanya. Kutoka hapa mjini Bujumbura nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Kwa wakati huu hivi sasa tuungane na mwanahabari wetu Maltida Baltazari kuangazia zaidi mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kwa upande wa habari za kimataifa. Nairobi. Rais wa Kenya William Ruto anatarajiwa kutia saini kuashiria mswada wenye utata wa fedha wa mwaka 2026 siku ya Jumanne, hatua itakayofungua njia ya utekelezaji wa sheria itakayowezesha ufadhili wa bajeti ya taifa ya shilingi trilioni 4.8 kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Mswada huo umeibua mjadala mkali nchini Kenya, huku wadau mbalimbali wakieleza maoni tofauti kuhusu athari zake kwa uchumi na maisha ya wananchi. Akizungumza katika ikulu ya rais siku ya Jumapili jijini Nairobi, Rais William Ruto alisema kupitia mswada huo serikali yake imeweka mikakati ya kutimiza ahadi za maendeleo walizotoa kwa wananchi. Hata hivyo, upinzani unasema ikiwa mswada huo utatiwa saini vile ulivyo, huenda ukasababisha kupanda zaidi kwa gharama ya maisha. Gavana wa Siaya James Olengo anasema mswada huo ulipitishwa bila ushiriki wa maana kutoka kwa wabunge wengi. Wabunge 122 walipiga kura za kuunga mkono, 40 wakipiga kura ya kupinga, huku 187 wakikosa kushiriki. Haya yanajiri wakati vijana wa Gen Z wakipanga kufanya maandamano ya kumbukizi ya wenzao waliofariki miaka 2 iliyopita wakati wa maandamano ya kupinga mswada sawia na huo wa fedha. Tuelekee huko Ethiopia. Tume ya uchaguzi ya Ethiopia imetangaza rasmi matokeo ya uchaguzi wa wabunge uliofanyika wiki tatu mapema Jumapili Juni 21. Chama cha Prosperity Party PP cha waziri mkuu anayemaliza muda wake Abiy Ahmed kimepata viti 138 kati ya viti 486 katika bunge jipya. Chama cha Prosperity Party PPP cha waziri mkuu aliyemaliza muda wake Abiy Ahmed kilishinda uchaguzi wa bunge uliofanyika Juni 1 nchini Ethiopia na kupata 90% ya viti katika bunge la chini kulingana na matokeo yaliyotangazwa rasmi siku ya Jumapili Juni 21 na tume ya uchaguzi NEB.
Wakati wa uchaguzi viti 501 kati ya 447 katika bunge kilichopewa jina la baraza jipya la watu kilipiganiwa, lakini spika wa bunge alitangaza kwamba uchaguzi huo utafanyika upya katika maeneo 15 katika majimbo matatu ya kikanda, ikiwa ni pamoja na Oromia yenye watu wengi zaidi bila kutaja sababu. Matokeo yake chama cha waziri mkuu PP kilipata viti 438 kati ya 486 vilivyotengwa. Hatimaye waziri mkuu mpya atateuliwa mwishoni mwa mwezi Septemba au mapema mwezi Oktoba. Viti 38 vilivyopewa Tigray vitabaki wazi kwa sababu kama mwaka wa 2021 uchaguzi haukufanyika katika jimbo hili la kaskazini, ambapo changamoto za kiusalama zinaendelea kufuatia mzozo mbaya kati ya vikosi vya ndani na jeshi la shirikisho kati ya mwaka 2020 na 2022. Mzozo huo ulisababisha vifo vya watu 600,000. Hatua inayofuata ni kuchaguliwa kwa waziri mkuu na wabunge wapya waliochaguliwa. Uchaguzi huo utafanyika wakati wa ufunguzi wa kikao cha bunge kati ya mwisho wa mwezi Septemba na mwanzo wa mwezi Oktoba. Hakuna shaka kwamba Abiy Ahmed aliye madarakani tangu mwaka 2018 atagombea tena. Ingawa mwanzoni alisifiwa kwa sera zake za uwazi na kuachiliwa kwa wafungwa wa kisiasa na waandishi wa habari atakapochukua madaraka, sasa anakabiliwa na ukosoaji unaoongezeka kwa watu wanaopiga ukandamizaji nchini Ethiopia. Na tumalizie huko katika mataifa ya Ulaya. Mataifa ya Ulaya yanakabiliwa na wimbi la joto kali huku yakilazimika kuchukua hatua kadhaa ili kuepusha maafa. Serikali ya Ufaransa imeviweka vikosi vya dharura na jeshi katika hali ya tahadhari kutokana na hatari ya kuzuka moto wa nyika, huku ikipiga marufuku unywaji wa pombe hadharani. Tukimalizia huko Uganda, wakulima wameuawa katika mashambulizi mawili kaskazini mashariki mwa Nigeria, huku hofu ya uhaba wa chakula na umaskini ikiongezeka. Watu wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wa itikadi kali wamewaua wakulima 11 katika mashambulizi mawili tofauti yaliyotokea mwishoni mwa wiki kaskazini mashariki mwa Nigeria. Kwa mujibu wa wapiganaji wa vikosi vya kujitolea wanaosaidia kupambana na makundi ya itikadi kali, wakulima 7 waliuawa katika kijiji cha Kuwawi, jimbo la Borno, baada ya kushambuliwa na wanamgambo wanaodaiwa kuwa wa kundi la ISWAP, tawi la kundi linalojiita Dola ya Kiislamu Afrika Magharibi. Katika tukio jingine, wakulima 4 waliuawa wakiwa mashambani karibu na eneo la Cross Kaua katika ukanda wa Ziwa Chad. Shirika la fedha la kimataifa IMF limewaonya kuwa kupungua kwa shughuli za kilimo kutokana na mashambulizi hayo kunaweza kuongeza umaskini na uhaba wa chakula nchini Nigeria, ambapo mamilioni ya watu tayari wanakabiliwa na njaa. Nikiripoti habari kimataifa, Matuda Baltazari, Inland TV. Naam, mtazamaji, kufikia hapa ndipo tunafikia tamati ya mkusanyiko wa habari zetu kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuandalia taarifa hii ya habari, mimi ni Samuel Chem, nikutakia utazamaji mzuri wa vipindi mbalimbali vinavyoendelea. Habari za wakati huu, mtazamaji wa Inland TV popote pale ulipo, bila shaka umekuwa na siku njema, na kwa hivi sasa karibu katika taarifa yetu ya habari. Tuangazie mkusanyiko wa taarifa mbalimbali ambazo tumekuandalia kwa siku ya leo. Jina langu ni Samuel Chem, karibu.